Kwa wanawake kuna kitu kinaitwa stress. Hasa kinawazuia sana kupungua. Huku kwenye hormone inaitwa cortisol. Cortisol ni hormone ambayo inazalishwa kupambana na stress zako. Na stress sio kitu ambacho tunakiavoid. Sawa, utadaiwa kule, familia huku, mshahara kule, mtoto kule, kazi kule, bosi kule, stress haziepukiki. Lakini vipi unavyoenda na stress? Sawa, cortisol ni hormone inaweza kujenga afya yako au ikaribu afya yako. Kwa wanawake wana overthink sana kiasi kwamba level zao za stress zinakuwa juu na cortisol inazalishwa muda wote. Sawa, cortisol huwa haitaki kuwa peke yake. Inahitaji kukupa faraja, inahitaji kukupa comfort. Huwa inatuma taarifa kwenye ini kwa tunahitaji glucose. Sawa, ndio unajikuta mbona unafanya mazoezi lakini sipungui. No, your stress levels ziko so high. So, nini cha kufanya kufix cortisol hormone? Mapaja makubwa, sometime hii mikono, mgongo, hizi zote ni correct. Una cortisol hormone ya kutosha. Kuna hichi kitambi. Sio kitambi yote ni estrogen. Vingine pata mwanga wa jua ni muhimu. Acha kutumia, ngozi yako inakuwa mbaya kwa sababu unakula matakataka. Sasa unachokula ngozi yako haitakusaliti tena, haitaungua na jua. Acha kutumia, anza kula baadaye. Anza kula saa 5 na kuendelea. Usianze kula asubuhi tu ushakula. Ukishakula asubuhi unailazimisha cortisol ianze kutulia, ikupe comfort. Wakati cortisol imezalishwa asubuhi ije kupambania protein. Kula sana vyakula protein, mboga kama broccoli, kabichi ni muhimu sana. Na pia epuka kunywa kahawa baada ya saa 8. Ile saa 8 mchana na kuendelea usinywe kahawa. Itakutembea baada ya kula. Kuna sababu kubwa sana ambiaga watu wale saa 1, wale mapema saa 12 saa 1. Nikiwa na maanisha wengi hatuwezi kutembea baada ya kula. Sawa. Lakini zile activities umeshika remote, umecheza na mtoto, umebadilisha kula. Kwa hiyo nilikuta umetembea ile activity, umefanya activity. So jitahidi kulala, jitahidi kutembea japo dakika 10 baada ya kula. Itasaidia kushusha kiwango cha glucose. Sawa. Glucose ni energy inayozalishwa na ini wakati cortisol ikiwa juu. Kwa kama sasa utashindwa kuloiwa cortisol, utashindwa kuloiwa glucose baada ya kula, itimisi vinakutana vitu viwili. Una glucose ya chakula, una glucose iliyotokana na ini kwa sababu imeitwa na cortisol. Kwa hiyo unajikuta una sukari za aina mbili kwa wakati mmoja. Same unajikuta umehangaika. Mbona mimi nafanya diet? Mbona nafanya detoxing? Mbona nafanya hivi? Mbona nafanya hivi lakini sipungui? Je, umehangaika kwa chako cha stress? Kulala. Sawa, jitahidini kulala mapema. Yaani kizama saa 8 ndio cortisol inashuka. Sometimes unarukia hivi usiku na stress. Stress haiwezi kukuisha. Sawa, unakaa kwenye maisha ya watu unajilinganisha maisha ya watu wengine. Ndugu yangu, mtandaoni mimi anayeposti madhaifu yake. Mtandaoni kila mtu anafusi anavyo flex. Na epuka kushika simu saa 1:30 kabla ya kulala. Nikisema kufanya mazoezi, sawa? Mostly kutembea, meditation, stretching, throwing exercise japo mara 2 mara 3 ni muhimu kutuliza your hormone. Mazoezi ni muhimu, lift some weight. Sawa? Hiyo mawazo unatokana nayo kichwani ni kwa sababu mwili uko tu dhaifu. Sawa, umekaa siku nzima kazini, umekaa hivi masaa 8. Nyumbani wewe unaenda kukaa coach. Hauwezi